فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Halifa mtukufu ayyadahu Allahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni ifuatayo: na watu wangu watakapo kuuliza juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu na yatika maombi ya maombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, mwezi mtukufu Ramadhan ulikuja na siku 20 imeshapita, na siku hizi zimepita haraka kiasi hiki kiasi kwamba hatukujua kwamba zilipitaje, kama zilikimbia. Sasa siku 10 za mwisho zinaanza na napokea barua chungu nzima. Katika barua hizi wananiandikia kwamba nifanyie maombi katika mwezi mtukufu Ramadhan, na wengine wanakutana nami pia wanaomba kwamba nifanyie maombi. Na inatakiwa muamini awe na fikira hii kwamba katika mwezi mtukufu Ramadhan tupate baraka zaidi na zaidi. Maana jumuiya kama hana fikira hii, basi hakuna lengo la kumpokea Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuja kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya kiroho ndani yetu, mapinduzi ambayo yatamleta manadamu karibu na Mwenyezi Mungu, mapinduzi ambayo yataelekeza fikira zetu katika fikira hii kwamba tutamwelekea Mwenyezi Mungu na tutakuwa karibu naye, na yatatukumbusha kwamba kwa kuimarisha imani yetu tutapata ile hali ya juu ya imani katika maisha yetu. Na mapinduzi haya yatatukumbusha kwamba sisi tutaboresha hali yetu ya kiroho, na pamoja na hii tutazingatia haki za wanadamu. Na mapinduzi haya yatukumbushe kila wakati jambo hili kwamba kwa ajili ya kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu, kila wakati tutaendelea kuchunguza amali zetu na vitendo vyetu. Na mapinduzi haya yatukumbushe kwamba mambo haya niliyosema, kwa ajili ya kupata mambo haya yote tutafanya nini ili tupate hali hii, na hali hii itakapopatikana ndipo sisi tutatimiza haki ya kumpokea imamu wa zama hii. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba mara kwa mara sisi Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuhusu wema ya aina mbalimbali ambayo yeye alieleza, na wema nyingine nimeeleza sasa hivi.
na mwezi mtukufu wa Ramadhan katika nafasi hii ni nafasi nzuri sana ya kupata hali hii. बस ये यकीनन हमारी खुशकिस्मती है Basi hii ni bahati yetu nzuri रमजान के महीने में kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan इख्तिलाफ पैदा करने की हमारे अंदर tunakuwa na hamu ya kupata mabadiliko mazuri ndani yetu. कोशिश भी करें, Kisha kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye juhudi pia, लेकिन हमारी कोशिश lakini juhudi letu उस वक्त litaleta फायदा दे सकती है faida kwa जब ajili उसके yetu हसूल के लिए भी हम wakati तरीके इख्तियार करें kwa ajili ya kupata lile juhudi tufuate njia ile ambayo Mwenyezi Mungu alituambia. रमजान से फायदा नहीं उठा सकते, Hatuwezi kupata baraka katika Ramadhan kwa kufuata njia zetu, कि रोजे रखकर kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa kufunga na kwa kutegemea sala za kidhahiri hatuwezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. बेशक ये ज़ाहिरी अमल भी जरूरी है, Ingawa vitendo hivi vya kidhahiri pia ni lazima, ni muhimu. खाना भी जरूरी है, Kula daku ni muhimu na kufuturu pia ni muhimu. Bila shaka bila vitu hivi, नहीं जा सकता, bila kufanya vitendo hivi hatuwezi इसके करने kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alituamuru kwamba tufanye hivi. बेशक ये फराइज में दाखिल हैं, Bila shaka mambo haya ni katika wajibu, ni katika fardh, सारी हरकत, yani tumelazimishwa tufanye vitendo hivi vya kidhahiri, na yoyote ambaye खुदा ताला के hafanyi vitendo hivi anakataa amri ya Mwenyezi Mungu. यकीनन वो लोग गलत हैं Bila shaka wale watu ni wenye makosa कि जिक्र इज़कार की ambao wanasema kwamba kwa kufanya vikao ya zikri ya Mwenyezi Mungu katika hali hii Mwenyezi Mungu anapatikana, au tunaweza kuitimiza haki ya ubinadamu wetu, au tunatimiza haki ya ibada kwa kufanya hivi. Haiwezekani hivi hivi. वो अमल Kwa ajili ya kufanya vitendo hivi tunalazimika kufanya vile vitendo अपनी सुन्नत से ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyovifanya katika sunna yake, na alituambia jinsi gani tunaweza kufanya vile vitendo. Kama pamoja na vitendo vya kidhahiri हालत में पाक तब्दीलियां पैदा करते हुए kwa kuleta mabadiliko ndani ya करने की भी जरूरत mioyoni mwetu, na haja ya kuboresha hali hii, इंतहाई जरूरी हुक्म है। na hii ni amri ya Mwenyezi इसके Mungu. हसूल के लिए Kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tufanye juhudi na हमें अपने bidii. अंदर Kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tuwe na hamu sana. ये आयत जो मैंने तिलावत की है, Aya hii ambayo niliyoyasoma mbele yenu, katika aya hii Mwenyezi Mungu तरीक बताया है। ametuambia jinsi gani tunaweza kupata mapenzi yake. Ametuambia njia हकीकी मोमिन kwa kufuata ile njia mtu anaweza kuwa mwaminio mkweli na anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na anakuwa karibu naye फैज पाने वाला बनता na anapata baraka katika saumu za Ramadhan. है। इस आयत पर गौर करें तो जहाँ Mkifikiria अल्लाह ताला का aya hii अपने बंदों के लिए इसमें प्यार झलकता है, mnaona mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana katika aya hii kwa ajili ya watumishi wake, मज़ीद फहम हासिल होता है। na maana ya ile hadithi inaeleweka zaidi, ambamo Mwenyezi Mungu anasema kwamba मुझसे बालिश पर करीब होता है, na anayenisogelea sawa na kiganja kimoja, mimi namsogelea mkono mmoja, na anayenisogelea mkono mmoja दो हाथ करीब होता namsogelea mikono है। जब वो miwili, मेरी तरफ चल कर आता है na akinijia kwa kutembea na mwendea kwa kumkimbilia. तो खुदा ताला इस तरह प्यार करता है अपने बंदे Na Mwenyezi Mungu hivi anampenda अपने उन mja बंदों wake, से जो anawapenda waja wake ambao kwa kweli wanatimiza haki ya ubinadamu wao उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं na wanajaribu जो अल्लाह ताला के, kuhisabiwa pamoja na wale ambao ni watumishi wa Mwenyezi जैसा कि Mungu. मैंने कहा, Kama nilivyosema, जहाँ इस आयत से और खास तौर पर aya hii इबादी के लफ्ज से
hasusan मेरे बंदे katika neno la ibadi अल्लाह ताला के जिस प्यार का इजहार हो रहा है inaonekana mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Vile vile jambo hili pia linapatikana katika aya hii इंसान kwamba के सवाल पर ये जवाब नहीं दे रहा Mwenyezi Mungu hamjibu kila mtu anayemuomba kwamba yeye yupo karibu. खुदा ताला की तरफ जाना तो दूर की बात है, Yule ambaye hamwendei Mwenyezi Mungu बढ़ना नहीं चाहता, hata hataki kwenda kwake kiganja kimoja, वो लोग इबादी के जुमरे में नहीं आते. hawa watu hawawezi kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, hawawezi kuwa chini ya neno la ibadi. मुखातिब करके नहीं कहा, Mwenyezi Mungu hakuwahutubia kila mwanadamu बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, au hakutumia neno la bashar, yani mwanadamu, उस अब को मुखातिब किया है bali amemtaja mja wake, mtumishi wake बनने का हक अदा करने की तरफ, ambaye anazingatia और इसके लिए kutimiza haki ya kuwa mtumishi wake, na kwa ajili yake anafanya juhudi. Na namna gani anaweza kutimiza haki ya kuwa mtumishi wake? हुक्म की तरफ तवज्जो करनी होगी. Kwa ajili ya hii tunatakiwa tuzingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu, ambamo Mwenyezi Mungu रखने की अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई. ametukumbusha kwamba tuzingatie lengo la kuumbwa अल्लाह ताला ने kwetu. फरमाया, Mwenyezi Mungu alisema, "ये वो हैं watumishi wangu ni जो wale मकसद पैदाइश को ambao पहचानने वाले हैं, wanatambua lengo la maisha yao, lengo पहचानने la वाले ही नहीं, kuumbwa kwao. बल्कि Tena si kwamba wanatambua tu, bali kwa ajili ya kupata ile hali wanafanya juhudi usiku na mchana. बस अल्लाह ताला फरमाता है Basi Mwenyezi Mungu anasema watumishi wangu ni wale जो इस तरफ तवज्जो करें, के ambao बारे में इरशाद है कि वमा खलक़तुल watazingatia amri hii isemayo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, और मैंने जिन्नों और इंसानों यानी को पैदा किया है nimewaumba binadamu na jini ili waniabudu. इबाद बनने का मयार अल्लाह ताला Wa kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, के मयार बुलंद करते चले जाने को रखा. kwa ajili yake kipimo kilichowekwa ni kwamba waendelee kuboresha ibada yao, मकसद पैदाइश को सिर्फ रमजान में याद रखना. na hakusema kwamba mkumbuke lengo la kuumbwa kwenu katika mwezi wa Ramadhani na msikumbuke katika siku za kawaida, पैदाइश तो bali amesema kwamba अल्लाह ताला lengo la के kuumbwa kwenu हकीकी अब को सामने रखना चाहिए, linatakiwa likumbukwe kila wakati, हकीकी अब बनना चाहता है. na linatakiwa alikumbuke yule ambaye anataka kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. जब रूहानियत में Kwa sababu ya baraka za saumu, wakati अल्लाह ताला फरमाता है imani inaboreka zaidi, कि katika hali hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba पहले से बढ़कर mjitahidi zaidi kutafuta ukaribu nami na mapenzi मेरे yangu. बारे में पूछने वालों को बता दो Kisha amesema waambieni wale ambao wanauliza kuhusu mimi kwamba katika mwezi wa Ramadhani nimekuja karibu zaidi, कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते kama nilieleza katika hutuba kwamba milango ya pepo inafunguliwa, और जिन्होंने पहले भी इस तवज्जो की na wale ambao फरमाता है wali तवज्जो करने वाले हैं waliozingatia कि मेरा अब्द बने. jambo hili la kuwa mtumishi wa Mwenyezi इन Mungu, दिनों में खास तौर पर waambieni watu hawa kwamba katika siku hizi za Ramadhani ipo karibu sana na watumishi अपने बंदों wangu, के करीब है, bali yupo karibu zaidi kuliko mshipa mkubwa wa moyo. मुबारक से भी ज्यादा करीब है. आम दिनों में भी Katika के siku बंदगी अदा za करने की kawaida, कोशिश करने वालों के लिए wale ambao wanaotimiza haki ya ubinadamu wao रात को तहज्जुद की नमाजों के लिए जागते हैं, na wale ambao wanaamka usiku kwa ajili ya kusali swala ya tahajjud, kwa ajili ya watu hawa Mwenyezi Mungu anakuja रमजान में तो अल्लाह ताला की रहमत mbingu wa से karibu, और भी बढ़ जाती है. na katika Ramadhan baraka hii inazidi sana. खुशकिस्मत होंगे Basi wenye bahati nzuri ni wale जो इससे ambao भरपूर फायदा उठाएं watapata faida katika nafasi hii, और ये अहद करें na waahidi kwamba katika Ramadhan अल्लाह का अब बनने की जो कोशिश की है juhudi walilolifanya kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika Ramadhan, सुबह के नवाफिल kwa sababu ya saumu तो जो पैदा हुई है, walianza kusali nafali asubuhi na walianza kusali swala ya tahajjud, की
कुर्बत के नज़ारे देखने के लिए na kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu walifanya juhudi या देखे हैं au दिनों में walishuhudia बाकायदगी की तरफ तवज्जो पैदा ukaribu wa Mwenyezi Mungu au walizingatia और समझने swala की तवज्जो हुई za kawaida au walianza kusoma Qur'an tukufu au walisikiliza darsa ya Qur'an tukufu, watajitahidi kwamba hali hii itaendelea katika maisha yao. हाल जानता है Mwenyezi Mungu ambaye anajua hali ya watumishi wake, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम yeye anamwambia कि मेरे इन बंदों से mtume wake mpendwa kwamba uambie watumishi wangu hawa कहत के साथ मांगो kwamba muombe kwa ahadi hii अदा करने की kwamba कोशिश को जारी रखो kwamba juhudi hili la kutimiza ubinadamu wenu mtaendelea kutimiza. बल्कि हमेशा तुम्हारे करीब Katika hali hii sitakuwa karibu nanyi katika mwezi wa Ramadhan tu, bali katika siku za kawaida pia nitakuwa pamoja nanyi daima. कर रहे हो Lakini kama तुम्हारी जिंदगी mnazingatia jambo hili kwa muda, basi haina maana ya maisha yenu. फरमाते हैं Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu उसकी मार्फत ili और कुर्ब हासिल करे। apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. को यानी इसमें ये फरमाया है Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza lengo hili, na yule ambaye hatimizi hazingatii lengo hili na usiku na mchana anaangukia dunia na anafanya fikira kuhusu dunia kwamba anunue shamba fulani, ajenge nyumba fulani, anyanganye mali ya mtu fulani, mtu aina hii कुछ दिन मोहलत देकर वापस बुला ले। Mwenyezi Mungu atampatia muhula kwa muda fulani, kisha atamuita kwake, basi atapata ujira gani zaidi ya hii? Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema mtu anatakiwa awe na hamu sana ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na katika hali atakuwa kitu chenye thamani kwa Mwenyezi Mungu. Ni yule ambaye hana mapenzi na hamu katika moyo wake na ana mapenzi ya dunia, basi yeye kwa kupata muhula na kwa kupata nafasi kidogo ataitwa kwa Mwenyezi Mungu. नहीं ये दुनिया के काम नहीं करने चाहिए। Si maana yake kwamba mtu hatakiwi afanye kazi ya dunia, bali Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema yule ambaye ana shamba na hafanye juhudi na yule anafanya biashara lakini hafanyi juhudi, basi yeye hatimizi haki yake. Biashara hii ya dunia na kazi hii ya dunia pia inatakiwa ifanywe, na pamoja na kazi hii mtu anatakiwa amwelekee Mwenyezi Mungu na asisahau lengo la kuumbwa kwake ambalo Mwenyezi Mungu aliloliweka kwa ajili ya mwanadamu. Na amesema kwamba kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa awe na hamu moyoni mwake, kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa ajili ya kutambua lengo la kuumbwa kwake ni lazima kwamba apate maarifa kuhusu Mwenyezi Mungu na apate ukaribu naye. Na hali hii na ukaribu huu unapatikana wakati anapokuwa hamu moyoni mwake na anafanya juhudi kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watumishi wangu usul ki koshish rakhte ho, ambao wanakuwa na hamu hii mioyoni mwao, tab khaish se nikalkar hamu hili litabadilika katika hali ya vitendo jab wakati taraqi ki manazil imani yenu itaendelea kupata maendeleo jab tum meri har baat siku hadi siku, लबैक कहने वाले wakati mtaniitikia या कम से कम नेक नियति से इसके लिए कोशिश करोगे au mtafanya juhudi kwa ajili yake, इबादत के साथ kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Pamoja na ibada analazimika kwamba afuate amri zingine pia. Mwanadamu ni dhaifu, baadhi wakati anakosea, lakini anapokosea anatakiwa mara moja azingatie lengo lake. Ikiwa anaona kwamba kuna kasoro au kosa fulani limetendeka, basi ajitahidi kufuta ile kosa, na kwa kufanya tauba na istighfar anatakiwa
ajitahidi kufukuza ठीक है इस रमजान ile में kasoro au ile नेकियों kosa. करने की तरफ तवज्जो कर लो. Isiwe hivi kwamba katika Ramadhan afanye दुनिया के हसूल wema, की फिक्र रहे, kisha mwaka mzima दुनियावी कामों में पड़े रहो afanye shughuli za अपने dunia मकसद पैदाइश को इंसान भूल जाए na asahau lengo la kuumbwa kwake, और समझे na कि आइंदा रमजान आएगा awe na तो फिर imani hii kwamba Ramadhani itakapokuja mwakani, basi tena atafanya juhudi ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, बाद ये अदायगी की तरफ तवज्जो कर लेंगे. kisha na tutazingatia haki za Mwenyezi Mungu na haki za लोगों wanadamu. के साथ इस हुक्म को रखा है Mwenyezi Mungu बातों पर ameweka amri hii pamoja na saumu kwamba muniitikie na muimarishe imani yenu. जब अगला रमजान आएगा Mwakani Ramadhan itakapokuja, फिर हम कोशिश कर लेंगे. msiwe na hali hii kwamba wakati huo tutafanya juhudi, lakini ikiwa mkiendelea कि अगले रमजान zingatia के आने तक हमने jambo hili kwamba mpaka Ramadhan wa mwakani tutaendelea kufanya wema hii, basi mtafaidika. वरना इसका कोई Pengine फायदा नहीं. haina इस faida रमजान में नेकियां कर ली ya kufanya wema katika Ramadhani hii na kisha kusubiri Ramadhani ijayo ili ये हमारी tufanye सोच wema. होगी Ikiwa tunakuwa na fikira ya aina hii, अपने मकसद को पाने की basi कोशिश नहीं की. hatukufanya juhudi la kupata lengo la kuumbwa नेक लोगों के kwetu, जुमरे में शामिल नहीं हुए hatukuingia जिन्हें अल्लाह ताला ने pamoja na अब्दी कहकर wale मुखातिब किया है. ambao Mwenyezi Mungu amewaita watumishi Bas. wake. अब्द बनने का अमल चंद दिन Kuwa ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu si jambo la siku chache au kitendo cha siku chache, bali kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kuna haja ya kufanya juhudi मोमिन बंदे की inayoendelea. तो जो ज्यादा होती है Na katika Ramadhan mtu anazingatia zaidi kuhusu jambo hili. Ndiyo maana pamoja na Ramadhan Mwenyezi Mungu amemkumbusha kwamba ikiwa umezingatia kurekebisha hali yako, basi unatakiwa uendelee kupata maendeleo katika hali hii. Na maendeleo haya yatapatikanaje, na mtu anaweza kuwaje mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na namna gani anaweza kupata lengo la kuumbwa kwake? Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan वमन आसनो मिनल्लाहि सिबगतम व नहनु लहु आबिदून, कि अल्लाह का रंग पकड़ो, yani रंग में अल्लाह से sema बेहतर और sisi कौन हो सकता है. tutachagua dini ya Mwenyezi Mungu, na ni nani aliye bora kuliko Mwenyezi Mungu katika kufundisha dini, na ni yeye tu ndiye tunamwabudu. अल्लाह ताला का रंग Basi kwa ajili ya kupata उसकी सिफात lengo अपने अंदर la kuumbwa पैदा kwetu, करने की कोशिश करना भी जरूरी है. kuna haja ya kufuata dini yake, तभी इंसान हकीकी अब्द बन सकता ndipo mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi है. Mungu दुनियावी रिश्तों में wa हम देखते kweli. हैं Katika ujamaa wa dunia Kya sisi karika tunaona kwamba खूनी रिश्ते तो एक तरफ रहे, आका और kwamba गुलाम के रिश्तों में भी mtumwa na anayemiliki गुलाम अपने mtumwa, आका की पसंद और नापसंद mtumwa anazingatia तारी कर लेता है, या upendo कोशिश करता है. upendo wa bosi इन wake. रिश्तों में तो बाज दफा दिखावा और झूठ भी Katika हो जाता है. ujamaa huu baadhi wakati faida uongo pia unapatikana na faida pia haipatikani. जैसा कि Kama kuna kisa moja, historia moja mashuhuri sana, आते हैं kwamba कि एक बादशाह का दरबारी था, kulikuwa mtumishi wa Basha mfalme, ulize bengan na toka mfalme alipewa और बड़ी तारीफ bringanya kama zawadi, और उसने na रोजाना वही खाने शुरू कर दिए. mfalme kwa sababu ilisifiwa sana ile boga, mfalme akaanza kula kila siku, na yule mtumishi alisifu sana ile boga, na mfalme kwa sababu ya hii alianza kula ile boga kila उसने बादशाह ने wakati जब wa kila chakula, तारीफी की तो उसी na दरबारी ने उसकी बदतारीफी akawa mgonjwa, na mfalme kisha akasema kwamba boga hii ni mbaya sana. Yule mtumishi huyo akasema kwamba boga hii ni mbaya sana, na mfalme akasema kwamba kwanza ulisifu sana, sasa unasema boga hii ni mbaya sana. Na yule mtumishi akasema kwamba mimi ni mtumishi wako, si mtumishi wa biringanya. मालिक कह रहा है वो मैं कहता जाऊं. Basi yule mtumishi alisema kama mfalme alisema, lakini rangi ya Mwenyezi Mungu ni ya aina hii kwamba anapofuata ile rangi anaboresha dunia yake na akhira yake. खुदा ताला जो जमीन और आसमान का मालिक है, Mwenyezi Mungu ambaye ni miliki wa mbingu उसके na नाम में ardhi, रंगीन होने वाला anaye
anayemfuata संवार रहा होता है। amri zake anaboresha dunia अल्लाह ताला yake की na सिफात akhira को yake अपनाकर kwa kufuata sifa zake. खुदा ताला का कुर्ब हासिल करता है। Mwanadamu anapata ukaribu na Mwenyezi यही रंग Mungu. है जो मोमिन अपने ऊपर चढ़ाता है। Hii ndiyo ni rangi ambayo mwaminio तो अपनी anajipaka, पैदाइश के हकीकी मकसद को हासिल कर लेता है। ndipo anapata अल्लाह ताला lengo का la बनने के kuumbwa लिए, kwake. अल्लाह ताला की सिफात का मजहर बनने की Basi kwa पूरी kuwa कोशिश mtumishi wa Mwenyezi Mungu उन tunatakiwa tufanye juhudi, करने की कोशिश करनी चाहिए। tunatakiwa वो अमाल tufanye गुजारने की कोशिश करनी vile चाहिए जो vitendo अल्लाह ताला को पसंद है। ambavyo Mwenyezi Mungu बातों से anavipenda, रुकना चाहिए na जो अल्लाह ताला tunatakiwa को पसंद tujizuie katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia. है। तभी Ndipo सही रंग में अल्लाह tuta ताला का अब्द इंसान बन सकते हैं। mtu anaweza Allah kuwa Ta'ala ni mtumishi yeye wa Mwenyezi Mungu kweli कि अल्लाह kweli. ताला का रंग इख्तियार करने की कोशिश करो, Mwenyezi Mungu aliposema kwamba fuateni dini ya उसकी Mwenyezi Mungu सिफात का मजहर बनने की कोशिश करो। na jitahidini Usko kufuata मतलब ये sifa zake, Allah Ta'ala maana ने yake ni kwamba ये सलाहियत इंसान को अता फरमाई। Mwenyezi Mungu alimpatia mwanadamu ये सिफात अपना uwezo huu kwamba anaweza kufuata sifa अपने hii. दायरे के अंदर उन सिफात का फिर इजहार भी कर सके। Katika uwezo wake anaweza इंसान अपने दायरे में kuonyesha pia मालिक ile की sifa, तरफ रंग भी इख्तियार कर सकता है। na kwa duara yake na kwa Rahmaniyat uwezo rangi wake ikhtiar कर anaweza kuwa rangi ya Rahimiyat rangi Rahman ikhtiar na कर Rahimiyat, na vile vile रबूबियत का रंग भी इख्तियार कर सकता anaweza kuwa rangi ya Rab है। pia, सत्तार होने का रंग भी इख्तियार कर सकता anaweza kuwa rangi ya है। वहाब होने का रंग भी इख्तियार कर सकता sitiri aibu za wengine, na vile vile Porque- anaweza kuwa Wahab. है। आम इंसान की जिंदगी में Bali katika maisha बातों ya की mwanadamu wa kawaida उनके बसा औकात इजहार हो भी रहे होते हैं। hali बहुत से hii लोग हैं inapatikana au sifa hii inapatikana. जिस सिफात Wapo का chungu इजहार कर रहे हैं। watu chungu mzima ambao wana वो mwaminio मोमिन जो खुदा ताला की रजा और उसके प्यार को चाहता है, wa kweli ambaye Uski anataka nishani ye hai upendo wa Mwenyezi Mungu na कि mapenzi इन yake, सिफात का इजहार alama हो, yake ni kwamba इसलिए अल्लाह ताला के anafuata sifa hii प्यार को जज्ब करने के लिए na dini ya इन Mwenyezi सिफात का Mungu, इजहार जरूरी है। kwamba kwa sababu Allah Ta'ala ki hii, raza kwa sababu hasil ya pata karne ke mapenzi liye ya Mwenyezi in Mungu sifat ka izhar analazimika kwamba awe na sifa hii इंसानियत को बुराइयों से बचाने के लिए kwa ajili ya इन सिफात का इजहार kusalimisha ubinadamu Maksud-e katika पैदाइश के maovu, रसूल के लिए analazimika इन kufuata सिफात का sifa इजहार hii, जरूरी है। na kwa ajili तो ये रंग अपनाना kwa ajili ya kueleza और lengo la kuumbwa kwake Mkaidha, ni muhimu wa फिर सवाब fuate sifa hii. Basi katika hali hii अल्लाह ताला के प्यार को inakuwa Just sababu kwa ajili yake na inavuta mapenzi ya हुक्म देने Mwenyezi के बाद Mungu. कि अल्लाह ताला का रंग इख्तियार करो, Baada ya kuamuru hii kwamba Tumaya, fuateni ee dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amesema kwamba enyi ये watumishi ऐलान भी wangu, करो tangazeni कि नहनु लहू आबिदून, nahnu lahu abidun, कि हम उसकी इबादत करने वाले हैं। yani sisi tunafanya ibada yake. अल्लाह ताला की सिफात को इख्तियार करना, उसका Kufuata रंग पकड़ना, sifa za Mwenyezi Isliye, Mungu na kufuata dini yake ni kwa sababu ya hii kwamba sisi ni watumishi wake, sisi tunataka ridhaa हमें yake, उसकी बंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। sisi tunathamini ubinadamu wake, utumishi wake, na sisi tunafanya ibada जिंदगी yake गुजारने वाले na tunaishi sawa na amri zake, na tunataka tuishi sawa na जिंदगी हमने amri सिर्फ zake. एक माँ Maisha haya के yetu हुक्म के मुताबिक si नहीं गुजारने, kwa ajili ya hii kwamba Bali pia tuishi hamaरी mwezi जिंदगी का mmoja हर लम्हा sawa na amri zake, bali kila उसके hatua ya हुक्म maisha मुताबिक yetu गुजरेगा। itaishi इस बात पर हमें itakuwa गौर करना चाहिए sawa na amri zake. कि अपने अंदर Tunatakiwa तब्दीलियां लाते हुए tuzingatie jambo hili kwamba kwa kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu sisi tutaishi katika Ramadhani inshallah, na kwa हमने इस kufikiria रमजान में से गुजरना है। sifa za Mwenyezi Mungu na Allah kufanya Ta'ala ki tafakkur sifat ko tutaishi katika Ramadhani अपनी hii, जिंदगियों पर लागू करते हुए na kwa kufuata हमने इस sifa रमजान में za से गुजरना Mwenyezi Mungu na dini yake और sisi फिर tutaishi अल्लाह katika ताला की Ramadhani hii. इबादत का हक अदा करने की कोशिश करते हुए Kisha kwa kutimiza Hamna haki ya Ramadhani ibada ya Mwenyezi Mungu sisi tutaishi Okay. katika Is Ramadhani sare hii amal ko au tutapita katika Ramadhani अगले hii, रमजान से kisha मिलाने का अहद करते हुए kwa kufanya ahadi kwamba tutaendelea kufanya Jab ye juhudi sab kuch hili hoga, mpaka Ramadhani ijayo. तो फ़इन्नी करीब Hali hii itakapopatikana, basi faini karibun, bishara hii tunaweza kusikia kutoka kwa मैं Mwenyezi दुआ Mungu. करने वाली की दुआ का जवाब देता हूँ को भी हम Ujibu dawata dae iza daan, Basi sisi mukam ke tutashuhudia usul ke katika maisha हमें yetu, कोशिश भी करनी चाहिए na kwa ajili ya Or kupata dua. hali hii tunatakiwa tufanye juhudi, Dua na pamoja na kwa hii tufanye maombi Sirf pia.
हमारी अपनी दुनियावी ख्वाहिशात न हो, na maombi yasiwe kwa ajili ya tamaa ya ऊपर लागू करते हुए dunia yetu, हुकूक bali kwa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia नेकियों के करने की तरफ तो जो भी हो, haki za wanadamu करने का na kwa अल्लाह ताला kuzingatia wema ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye wema. अल्लाह ताला ने ये फरमाकर कि फलयस्ती Kwa kusema Mwenyezi Mungu falyastajibu li, कि वो मेरी बात yani waniitikie, एक मोमिन की तवज्जो amemwelekeza mwaminio kuhusu amri zake, फरमाई au amemwambia, amemkumbusha kuhusu amri zake, au amesema mwaminio anatakiwa तभी वो aelewe jukumu lake ni nini, ndipo anaweza kuwa mwaminio mkweli. मैं इस हवाले से भी Sasa hivi kuhusu hii nataka kusema kwamba बातों पर लबैक कहने वालों पर wale wanaitikia अखलाकी जिम्मेदारियां amri za और Mwenyezi बंदों की Mungu हुकूक की अदायगी की जिम्मेदारियां wamepewa अल्लाह ताला ने डाली हैं। majukumu za hulka na majukumu za wanadamu ni nini. अल्लाह ताला फरमाता है मसलन Mwenyezi Mungu anasema kwa mfano, waaminio तामुरून बिल मारूफ ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, कि अल्लाह ताला yani के हकीकी बंदे वो हैं watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanaamuru और बुराइयों से wema na wanazuia katika maovu. और जाहिर है इस पर हकीकी रंग में अमल करने वाले वही लोग होंगे Na ni dhahiri wale watakaofuata amri hii kweli kweli अमल करने वाले ni wale ambao wanafuata wenyewe wema na wanajiepusha katika हकीकी maovu. मोमिन Basi mwaminio, बनने की कोशिश होगी mtu atakapofanya juhudi ya kufanya mwaminio mkweli, katika hali hii atazingatia hali yake और na हकीकत यही vitendo है vyake. कि अपने मुहासबे की तरफ Na jambo la नजर भी hakika ni खुदा ताला kwamba की सिफात को mtu anazingatia vitendo vyake और kwa उसके sababu ya हाथ की kufuata तरफ dini yake तवज्जो na kwa रखती। sababu ya बस एक बहुत बड़ी kufuata sifa za जिम्मेदारी Mwenyezi Mungu. मोमिनों पर डाली गई है Waaminio wamepewa jukumu kubwa sana कि ये चीजें kwamba कि तुमने ये काम करने हैं wanalazimika Ramadhan kufanya mambo haya na vitendo hivi. Katika Ramadhan, wakati hofu ya Mwenyezi Mungu inakuwa zaidi mioyoni mwa watu, जायजे भी लेता है। na baadhi wakati mtu anazingatia, anachunguza vitendo खुदा vyake, ताला ने एक मुसलमान anapozingatia jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru nini kuhusu mwaminio mkweli na kuhusu yule ambaye anafanya dua awe mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka kipimo gani kwa ajili yake? Katika hali hii ataendelea kuzingatia kwa jambo hili la kuleta mabadiliko mazuri ndani yake, na tunatakiwa tuzingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu pia kwamba kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun, जो तुम करते नहीं ni बहुत बड़ा गुनाह, chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kusema msiyotenda. Katika siku hizi za Ramadhani tunatakiwa tuchunguze vitendo vyetu, na nataka kuambia wenye madaraka wote katika jumuiya, idara mbalimbali na wenye madaraka katika jumuiya kwamba wao wachunguze vitendo vyao, na wale waliotoa wakfu maisha yao wao pia wachunguze vitendo yao, na vile vile wanajumuiya pia wanatakiwa wachunguze hali yao. Sisi tunapowapa nasaha wengine, athari ile nasaha inatakiwa ionekane katika maisha yetu, na ni fardhi ya muaminio na ameumbwa kwa ajili ya hii kwamba aeneze wema na azuie katika maovu. Na wale ambao wamepewa jukumu hili la kufanya hivi, basi wao wamepewa jukumu zaidi kuliko wengine, na jukumu hili litatimia wakati nia yetu itakuwa safi, si wakati sisi wenyewe tutafanya juhudi ya kufanya vitendo vizuri na kufuata nasaha hii. Ikiwa wenye madaraka wameboresha vitendo vyao katika Ramadhan na si katika siku za kawaida, basi wao wana tofauti katika kauli na katika vitendo vyao, na jambo hili Mwenyezi Mungu halipendi. Katika vikao mara kwa mara na wakumbusha wenye madaraka katika jumuiya kwamba kila mwenye madaraka akiboresha ibada yake na wakianza kuimarisha misikiti, katika hali hii
mahudhurio yataongezeka mara 2 au mara 3 zaidi, basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili. vile vile kuna amri zingine pia za Mwenyezi Mungu kuna haja ya kuzingatia. Katika hali hii mambo mengi yanarekebika yenyewe. इसी तरह जैसा कि मैंने कहा अहकाम है दूसरे इन पर vile vile kama niliyosema kwamba kuna amri zingine pia mtu anatakiwa afuate, na kuna amri ya Qur'an tukufu kwamba msimamishe uadilifu kiasi hiki kwamba ikiwa ushahidi ni dhidi yenu au ni dhidi ya wazazi au dhidi ya jamaa au dhidi ya marafiki, basi mtoe ule ushahidi. Tukichunguza hali hii haipatikani. दुआओं की कबूलियत के निशान मांगते हैं. Upande mmoja sisi tunaofanya dua maombi yetu yakubaliwe, na tunakuwa na hamu kwamba tuisabie pamoja na watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kisha wakati wa kutoa ushahidi tunatafuta njia mbalimbali namna gani tunaweza kusalimisha jamaa zetu. Hata baadhi wakati inakuwa juhudi kwamba sisi na jamaa zetu wasalimike na wengine wakamatwe. Baadhi wakati kuhusu wenye madaraka napata malalamiko na mashtaka, na watu wananiandikia kwamba ulikumbusha kuhusu jambo hili kwamba ni mashtaka kuhusu wenye madaraka, au baadhi wakati mkutano wa mwaka nakumbusha kuhusu makosa, na badala ya hii kwamba mwenye madaraka au ile idara ambayo ilikumbushwa, badala ya kurekebisha wanaanza kufanya utafiti kwamba nani alipeleka mashtaka haya, ilhali hii halikuwa lengo lake, na hii si kazi yake kwamba afanye uchunguzi kwamba nani alipeleka ile mashtaka. Ikiwa kuna kosa na kasoro, basi anatakiwa alifute ile kosa. Ikiwa hakufanya ile kosa, basi anatakiwa afanye istighfar ili Mwenyezi Mungu amsalimishe katika vitendo ambavyo havikuvifanya, kisha taarifa ipelekwe kwangu, kisha ni kazi yangu kwamba mimi nitamjibu namna gani yule aliyeshtaki. Ikiwa na shtaki bila kuandika jina lake, basi mashtaka yake hayapokelewi. Wenye vyeo mbalimbali kwa ajili ya kutimiza ahadi yao na kwa ajili ya kutimiza amana yao, wao wanatakiwa kwamba jukumu walilolipewa watimize lile jukumu vizuri. Vile vile ushahidi kweli unamtaka kwamba azingatie hali azingatie jambo la kuboresha badala ya kutafuta nani alipeleka yale mashtaka. Ikiwa nikitaka kutaja jina la yule aliyeshtaki nitasema, na baadhi wakati mara chungu mzima nataja jina la yule aliyeshtaki, lakini baadhi wakati kwa sababu ya hii anasumbuliwa sana yule aliyeshtaki. Hii pia si kutimiza amana na ahadi, wala si hali nzuri ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika hali hii, katika kila uwanja mnalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Sisemi kuhusu hawa wenye vyeo tu katika jumuiya, bali kila maana jumuiya anatakiwa kwa kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Sisi tutafuata amri zote za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na tutajitahidi kukamilisha imani yetu, na tutakuwa na unyenyekevu, na tutavunja masanamu yote ya kibri na fahari, na tutasema kweli, na tutasamehe, na tutakuwa na tabia ya kuwasamehe wengine, na hatutasengenya, na tutatimiza haki za amana, na tutaimarisha uadilifu. Na si kwamba tutaimarisha tu, bali mfanye ihsani, kisha mfuate itaizul qurba bila kuwa na tamaa ya kupata zawadi, bali bila kuwa na tamaa mhudumie katika mazingira yetu, kwa majirani yetu muwatendee vizuri.
इस्लाम की एक बहुत अहम तालीम है। kwani hii pia ni mafundisho ya Qur'an tukufu na ni mafundisho की जो तारीफ muhimu sana ya Qur'an tukufu सलाम ने फरमाई है और जिस तरह kuhusu majirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam उस तरह इसको वसत दें ameeleza haki तो हमारी zao. आपस की Tukifuata ile amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii ihtilafu yote वसत फैलती चली जाती है। itafutika, na katika hali hii एक दूसरे के हकूक की अदायगी की तरफ mji hadi mji na nchi hadi nchi ऐप चीनी से बचने लग जाए। tutarekebisha hali yetu na ikhtilafu itafutwa, बुराई है na hatutakuwa na tabia ya मुर्दा भाई का गोश्त खाने से kusengenya. अल्लाह ने तशबीह दी है। Na tabia hii ni mbaya kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba kusengenya ni sawa sawa na kula nyama ya dugu mfu. हम में से बहुत से ऐसे हैं Lakini wapo wengine miongoni mwetu kwamba wanaendelea kusengenya bila kufikiria. Wanapokumbushwa wanasema kwamba mambo haya yanapatikana ndani yake, baadhi wakati nyumbani au katika vikao. बुराइयां जाहिर की जाती हैं, ये चीजें भी गलत हैं, ये गीबत शुमार होती है। और कहा यह जाता है Mambo yanasemwa kuhusu wenye madaraka katika jumuiya, na wanapokumbushwa wanasema makosa haya yanapatikana ndani yao, na hatusemi uongo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba ikiwa katika ndugu yenu makosa yale yanapatikana na mnasengenya, basi hii ni kumsengenya. Ikiwa yale makosa hayapatikana ndani yake na mnaeleza hii ni uongo, na huu ni uongo, basi kujiepusha katika maovu haya ni jukumu letu, na kufuata wema ni jukumu letu. Ndipo tunaweza kuhesabiwa pamoja na wale ambao wanaamuru wema na wanazuia katika maovu. Inatakiwa ikumbukwe daima kwamba kufuata amri za Mwenyezi Mungu, hii hali itapatikana wakati sisi tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Na kwanza kabisa tutarekebisha hali yetu, kisha tutarekebisha hali ya dunia. Hii ndiyo ni kazi yetu. Ndipo tunaweza kuwa sawa na aya hii ya Mwenyezi Mungu isemayo waliyu'minu bi, yani muniamini, na tutakuwa sawa na aya hii. Pengine imani yetu haiwezi kukamilika. Mwenyezi Mungu baada ya falyastujibu li kwa kusema waliyu'minu bi, alitukumbusha kuhusu hii kwamba kufuata amri za Mwenyezi Mungu na hulka njema itakamilisha imani yenu. Basi tunatakiwa tujitahidi kufuata amri za Mwenyezi Mungu katika siku hizi za mwisho wa Ramadhan. Tuahidi kwamba tutaboresha hali yetu ya kiroho na hulka zetu, na kisha tutaendelea kufuata hali hii na baraka tulizozipata katika Ramadhan. Tutajitahidi kwamba baraka hizi ziendelee kupatikana katika maisha yetu, na tutavuta fadhila za Mwenyezi Mungu, na tutaendelea kufanya hivi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, tutajitahidi kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika siku hizi zilizobaki, na katika ukaribu huu wa Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhan pia tutaendelea